utaongeza thamani kwenye kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Hawajafanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu sio hawatafuti hela, sio hawatafuti maisha, hawajajua nafasi zao. Sasa kwa dunia inavyoenda, inawafuruga watu psychologically. Watu wanashindwa kukaa kwenye nafasi zao na wakamtumikia Mungu kwenye nafasi zao. Sikiliza, na kuna baadhi ya dini ambazo sikimwona mtu anaweza kuhubiri wanamuita mchungaji. Sikiliza nikwambie, utawafanya watu kuwa wachungaji kimwili, lakini katika ulimwengu wa roho wale sio wachungaji. Watayachukia maisha ya uchungaji, sio wao, hata watoto wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuitwa kukaa kwenye uchungaji. Na watu ambao watafanya vitu ambavyo watataka kurahisisha maisha yao, lakini watatumia muda mfupi, watakufa. Kwa sababu hakuna aliyezaliwa ni jambazi. Hakuna aliyezaliwa awe kahaba. Hakuna aliyezaliwa awe mwizi. Hakuna aliyezaliwa awe malaya. Hakuna aliyezaliwa awe anajiuza. Hakuna aliyezaliwa mwanaume awe shoga. Hakuna mwanamke aliyezaliwa awe msagaji. Wote wamezaliwa, Mungu ameweka position ndani yao, na hizo position zao manake watajua makusudi gani ambayo Mungu ameyaweka kwenye maisha yao. Kristo alidhihirika ili awafanye watu wote wafanane katika yeye, waujenge mwili wake. Manake tunapohubiri Injili hatumtaji Yesu bure, tunataja nafasi ya Mungu kwenye maisha ya mtu kuharibika. Mungu anasema ya kwamba yeye anaweza akakutengeneza hata kama ulikuwa umekwisha kupungukiwa. Yesu anasema yeye anaweza akakurejesha tena hata kama ulikuwa umeshafanya mambo ya ajabu. Yesu anaweza akarejesha thamani yako. Sikiliza nikwambie, hata kama ulikuwa ni kahaba, Yesu anaweza akakufanya ukawa kama Mariamu na ukamtumikia Mungu kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Mariamu alikuwa ni kahaba, walimkuta mara nyingi na wanaume, lakini Yesu alipoingia ndani yake akampa nafasi katika ufalme wa Mungu. Alipoipata ile nafasi, sikiliza